Karibuni na ujambo mtazamaji pia msikilizaji mahali popote unakotusikiliza, wasikilizaji na watazamaji wa idhaa yetu ya Kiswahili ya Kuna Nini News. Leo ni siku ya Ijumaa ya tarehe mosi Mei mwaka wa 2026. Haya ni matangazo yetu ya jioni. Mtazamaji pia msikilizaji, katika yale tumekuandalia muda kama huu ni tamko la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari, wakizungumza kuhusu vikwazo ambavyo Marekani ilimwekea rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila. Lakini kabla ya kuendelea, fuata ujumbe huu. Wewe unayetufuata muda kama huu, ikiwa huja subscribe, huu ni muda wako. Anza kusubscribe, kulike, kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushare, yaani kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Na bila ya kupoteza muda, hapa tunakwenda kuzungumzia hisia au majibu ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya vikwazo alivyowekewa rais wa zamani Joseph Kabila na utawala wa Donald Trump, yani nchi ya Marekani. Serikali ya Kongo Kinshasa inakaribisha vikwazo vya Marekani vilivyowekwa dhidi ya bwana Joseph Kabila tarehe Aprili 30 mwaka huu wa 2026. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakaribisha uamuzi wa idara ya hazina ya Marekani kupitia ofisi ya udhibiti wa mali za kigeni OFAC wa kuweka vikwazo vinavyolenga dhidi ya bwana Joseph Kabila, rais mstaafu Kabila Kabange, kwa kuhusika kwake katika uchokozi ulioanzishwa na kuendelea dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vikosi vya ulinzi vya Rwanda vinavyojulikana kama vile RDF na wakilishi wao wa AFC M23. Taarifa kwa vyombo vya habari zasema uamuzi huu unaofuata vikwazo vilivyowekwa Machi 2 mwaka wa 2026 dhidi ya jeshi la Rwanda RDF na maafisa wakuu wa Rwanda unahunda hatua nyingine muhimu katika mapambano dhidi ya kutokujali heshima ya uhuru na uwajibikaji wa wahusika wote wanaohusika katika uvunjifu unaoendelea wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia una athari za kiutendaji kwa kuzuia uhamasishaji wa kifedha, uhamisho wa mali na uwezo wa usaidizi wa vifaa ambao unaweza kuchochea na kuongeza muda wa vita na shughuli zingine za uvunjifu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakumbuka pia kwamba mfumo wa haki wa Kongo tayari umetoa uamuzi kuhusu kuhusika kwa mtu huyo na kumtia hatiani kwa makosa makubwa sana, ikiwemo pamoja na uhaini, kushiriki katika uasi, uhalifu wa kivita, kuhatarisha usalama wa taifa na vitendo vinavyohusiana na uungaji wa mkono, yani kuunga mkono vikosi vya adui vinavyohusika dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuzorotesha amani sehemu zake za mashariki. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inabainisha pia kuwa uchokozi uliofanywa na vikosi vya ulinzi vya Rwanda, yani jeshi la Rwanda RDF na wasaidizi wao wa AFC M23 kwa kushirikiana na bwana Joseph Kabila unaendelea kusababisha vifo vya watu wengi wasiokuwa na hatia yoyote na kulazimishwa kuhama makazi yao watu wengi, uharibifu mkubwa, ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na mgogoro unaoendelea wa kibinadamu mashariki mwa nchi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, inatoa shukrani zake za dhati kwa utawala wa Donald Trump kwa uamuzi huu ambao ni sehemu ya juhudi za kutimiza ahadi zilizotolewa kupitia makubaliano ya Washington DC. Inahimiza kupitishwa moja kwa moja kwa hatua za kuzuia dhidi ya wahalifu wote wanaohusika, wachochezi, wafuasi na washirika wa ukosefu wa utulivu na ukosefu wa usalama katika eneo la Maziwa Makuu. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema hakuna mchakato wa amani unaoaminika na ambao unaweza kustawi kwa kufuta majukumu yaliyowekwa.
kutokujali na kusahuliwa kwa waasiriwa. Amani ya kudumu inahitaji ukweli, haki, fidia na dhamana ya kutojirudia. Serikali inakumbuka kwamba na kukumbusha kwamba kwa mujibu wa azimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nambari 2773 na ahadi zilizofanywa kwa uhuru ndani ya mfumo wa mkataba wa amani wa Washington DC, kurejea kwa amani kunahitaji kuondolewa mara moja na bila masharti kwa vikosi vya ulinzi vya Rwanda, yaani jeshi la Rwanda linalopatikana kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka eneo la Kongo, na kukomeshwa kwa usaidizi wote walionao kwa M23 AFC. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa upande wake imetangaza kuendelea kutekeleza kwa nia njema ahadi zilizofanywa ndani ya mfumo wa michakato inayoendelea kwa lengo la kukamilisha kwa mafanikio juhudi za amani, kurejesha usalama kikamilifu na kurejesha mamlaka ya serikali katika eneo lote la kitaifa. Mwisho wa habari zetu kwa muda kama huu, lakini si mwisho. Kesho tutakuja na uchambuzi kuhusu vikwazo. Je, vikwazo vinasaidia nini kwa kuleta amani inayotakiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Endelea kusikiliza idhaa yako hii, channel yako pendelevu Kuna Nini News. Acha nikushukuru wewe kwa muda wako, kwa sababu ulikubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.